Leonard Evaristi Kapurula ni daktari wa kinywa na meno kutokea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Nawezaje kutunza kinywa changu? Nawezaje kutunza meno? Okay. Kwa upande wa kinywa tuna matatizo mengi sana ambayo yanaweza kumkumba mtu yoyote, kulingana anaweza akawa ni mtoto au mtu mzima. Sasa matatizo yote hayo chanzo kikubwa kinakuwa ni sisi wenyewe. Sisi wenyewe kwa maana ipi? Kwa maana ya usafi. Kwa sababu magonjwa mengi ya kinywa na meno yanasababishwa na usafi. Yaani kukosekana, yani kutofanya usafi kwa usahihi inavyotakiwa. Hiyo inaweza kapelekea ukapata changamoto mbalimbali, na tuna magonjwa mengi sana ya kinywa na meno. Kwa hiyo silaha kubwa ya kuweza kuepukana na haya matatizo, silaha kubwa ambayo ni basic ya kwanza kabisa ni usafi. Kwa hiyo usafi unapokuwa mzuri na kutunza kinywa chako vizuri, inaweza kukusaidia kuepukana na haya matatizo kama meno kuoza, magonjwa ya fizi. Magonjwa ya fizi nazungumzia jino linakuwa limeshikiliwa kwenye mfupa, lina fizi ile na nyuzi ziko pale ndani, ambazo kitaalamu tunaita periodontal fibers. Sasa zile zinaweza zikaasiliwa na magonjwa mbalimbali endapo kukiwa hakuna usafi ambao ni sahihi unaofanyika kwenye kinywa cha mtu yoyote. Inaweza ikawa ikamkuta mtoto, mtu mzima, katika umri wowote. Kwa hiyo hayo ni matatizo yanaweza kuwakuta watu na kuwakumba na kupelekea madhara makubwa sana, ikiwepo mojawapo meno kuoza. Na meno, na kama jino litaoza likatoboka, mtu huyu anaweza akapata matatizo mengine tena kutokana na ile jino, kama vile kuvimba taya, akapata kitu kinaitwa majipu ya fizi na taya. Huyu mtu pia anaweza akawa anapata maumivu makali sana ambayo akawa anampelekea anashindwa kuendesha maisha yake kila siku, kama vile kula, hata kupumzika, hata ile furaha yake inaweza ikawa ni changamoto kidogo. Lakini chanzo kikubwa inakuwa ni ile jino lililotoboka. Sasa ili jino liweze kutoboka kuna sababu nyingi sana. Sababu ziko nyingi sana. Sababu mojawapo ni muda. Mpaka mtu anakuja kupata yale madhara ni kwamba hilo jino halijatoboka leo. Linachukua kuanzia mpaka kipindi cha miezi 18 ndio anakuja kuweza kuona yale madhara. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana, ni sayansi kubwa sana hapo, lakini kwa haraka haraka mtu akitoboka jino anaweza kupata madhara yafuatayo. Mojawapo anaweza kupata akavimba shavu, tunaita majipu ya fizi ya taya, ambayo sasa madhara yake ni makubwa sana. Na hiyo inakuwa ni hatua ambayo ni ya mwisho sana. Lakini huyu mtu anaweza kawa anapata maumivu makali sana, wakati mwingine anashindwa kula. Sasa imagine, kwa sababu ya jino na maumivu makali mtu anashindwa kula, maana yake anashindwa kupata baadhi ya virutubisho mwilini mwake na kuendesha maisha yake. Kwa hiyo mwisho wa siku hata afya yake inaweza ikazorota, ikateteleka kidogo, kwa sababu tunategemea tunakula, tunaishi, si ndio? Lakini pia anaweza akawa anakosa ile tunaita furaha. Yaani unaweza kukuta mtu hana raha, hana amani kwa sababu ya nini? Ya jino. Hiyo ni mojawapo ya sababu. Lakini pia jamii kubwa, watu wetu kwenye jamii wanapata magonjwa ya fizi ambao tunaita periodontal disease kitaalamu, lugha ya kawaida tunaita magonjwa ya fizi. Magonjwa hayo yanapelekea watu kuwa vilema. Kilema kwa upande upi? Mtu anaweza akasema kilema hao mdomoni. Kilema anachozungumzia ni kwamba mtu anaweza akapoteza jino. Unaposema mtu kuwa kilema, anaweza akajikuta amepoteza kile kiungo, si ndio? Kwa hiyo magonjwa ya fizi na taya yanaweza yakapelekea wakati mwingine mtu akapoteza lile jino. Sasa amepoteza jino ambalo ni asilia, sio? Kwa hiyo pale sasa manake anakuwa ni kama vile naye ni nini? Amepata ukilema wa kinywa, si ndio? Ambayo itahitaji matibabu yake yatakuja kumgharimu zaidi, au itambadilishia hali yake. Inawezekana ni muonekano au hali yake ya maisha ya kawaida. Kwa mfano kula. Kwa mfano mtu amepoteza jino, hata kula itakuwa kwake ni changamoto pia. Lakini hata wakati mwingine hata muonekano pia unabadilika. Unaweza ukashangaa mtu sura inabadilika, muonekano wake unabadilika kwa sababu amepoteza meno, kwa sababu ya haya magonjwa ya fizi. Sasa kitu ambacho kinakuwa ni kitu ambacho kinapelekea mpaka hivi magonjwa haya yote ni silence. Mpaka mtu aje anote madhara, manake yalianza taratibu. Kwa hiyo uelewa wa jamii yetu pia bado uko chini juu ya magonjwa haya. Kwa hiyo mtu atasubiri mpaka haumwe ndio afike eneo husika kwa ajili ya kupata huduma, ambapo angewahi mapema ingeweza kuwa matibabu ingeweza kuwa ni mazuri zaidi na muendelezo wake ungekuwa ni mzuri zaidi kuliko mtu anavyozidi kuchelewa.
Njia sahihi, ukiangalia mwongozo wa shirika la afya duniani, naam, wanashauri kwanza kupiga mswaki mara 2 au kusafisha kinywa chako walau, sio kwamba mara 2, unaweza kusafisha zaidi ya hapo, lakini isiwe chini ya mara 2. Mara 2 kwa nyakati zipi? Asubuhi unapoamka na jioni baada ya chakula cha usiku unapotaka kwenda kulala. Mwanadamu hapo unatakiwa upige mswaki. Ukiongeza zaidi hapa katikati mchana, sio mbaya, lakini isiwe chini ya mara 2. Kwa hiyo take a message, yani taarifa tunayoipata nzuri ni kwamba unatakiwa usafishe kinywa mara 2, asubuhi na jioni. Asubuhi unapoamka na jioni. Lakini hapo kwenye kusafisha kuna kitu kinaongezeka ambacho watu wengi sana hawajui. Mtu anasafisha kinywa anatumia maji mengi sana kuosha mdomo. Ile kitaalamu sio nzuri na unasikia tarumbeta. Hiyo kitaalamu sio nzuri, hatushauri hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunashauri mtu asisukutue. Kama unaweza usisukutue na maji. Unapiga mswaki na unahakikisha unapiga jino moja mpaka lingine. Unafanya kama mzunguko cycle kuanzia juu mpaka chini. Ukimaliza kusafisha jino moja mpaka jingine kwa hatua, unakuja unasafisha ulimi. Na ulimi pia unatakiwa usafishwe, kwa sababu usiposafisha ulimi sura yake ya juu ina asili kama ya taulo, ambayo ni lafu. Kama ni taulo, maana yake inaweza ikawa inatunza mabaki ya vyakula, tunakula, tunakunywa, kwa vitu vingi. Kwa hiyo mwisho wa siku inaweza kukuletea shida, ukapata harufu mbaya mdomoni kwa sababu ya kutosafisha ulimi. Kwa hiyo utasafisha meno yako vizuri, utapiga mswaki kwa kutumia mswaki mkubwa mlaini. Kwa mtu mzima unatumia mswaki mkubwa mlaini na dawa ya meno ambayo ina madini ya fluoride. Ina madini ya, naomba nisisitize hapo nikazie, fluoride na muhimu kubwa sana kwenye vinywa vyetu. Fluoride ni madini yanayopatikana kwenye dawa tunazotumia kwa ajili ya kupigia, kwa ajili ya kusafishia vinywa vyetu, ambayo hiyo dawa inasaidia kuzuia meno yasiweze kutoboka. Si ndio? Kwa hiyo utapiga mara 2 asubuhi na jioni, lakini pia usisahau kusafisha ulimi, kwa sababu ulimi una asili ya taulo. Kwa hiyo unaweza ukaleta utando mweupe na pia ukaleta harufu mbaya usiposafisha vizuri. Unasafisha tu sehemu ya juu ya ulimi. Hiyo ni ya kwanza. Lakini pia tunashauriwa pia kulingana na miongozo ya WHO, walau ukutane na daktari wa kinywa na meno mara 2 kwa mwaka, yani kila baada ya miezi 6. Hii kwa nini? Kwa sababu tunajua matatizo mengi au magonjwa mengi ya kinywa na meno ni silent. Yani linavyoanza inakuwa ni taratibu sana, huwezi ukajua wakati mwingine. Utakuja kujua mpaka umefika katika hatua ile ya mwisho. Lakini unapowahi mapema ni rahisi daktari kuona na kuweza kugundua kama kuna viashiria vya magonjwa hayo ya kinywa na meno yakiwa yameanza, na kuweza kukusaidia katika hatua ya mapema sana ili kuzuia madhara yake ambayo ni makubwa sana ingeweza kutokea hapo mbele. Hatushauri kusukutua, kwa sababu unapotumia ile dawa mara nyingi tunatumia Colgate au Whitedent. Hizi dawa zina madini ya fluoride. Na kikubwa tunachokitaka sisi ile fluoride ibaki kwenye kinywa. Inapobaki kwenye kinywa, ile fluoride inasaidia meno yasitoboke. Kivipi? Kwa sababu tunakula vyakula vya sukari. Sasa kikawaida mdomoni kuna mazingira ambapo kuna tunaita bakteria ambao ni salama, wanakuwa wametulia katika mazingira yao. Lakini wakikutana na ile sukari, wanaweza wakabadilika wakawa hatarishi, wakatengeneza kama asili ya uasidi kulingana na mabaki ya vile vyakula na zile sukari. Kwa hiyo sasa ile asili ya uasidi ndio waga mara nyingi sana inaenda kutoboa meno. Meno inaanza kuoza, inaanza kushambulia sehemu za nje za meno. Kwa hiyo sasa ile fluoride, yale madini yanapokuwepo kwenye kinywa mle ndani, yanasaidia kuzuia ile asidi, ile asili ya uasidia iliyotengenezwa kwenye kinywa isitoboe meno. Kwa hiyo automatic kunakuwa hamna ile condition ya uasidia ambayo inaenda kutoboa meno, ile acid ambayo inaenda kutoboa meno au tindikalo naita sijui. Lakini hiyo fluoride itazuia kile kitendo kisiweze kutokea. Kwa hiyo kwa kufanya vile meno yako yatakuwa salama. Mfano mzuri mimi napenda kuchukulia kwa mfano magonjwa ya ngozi. Unachukua dawa unapaka kwenye ngozi yako, alafu unamaliza hapo unanawa na maji. Maana yake ni nini? Umeondoa hata ile dawa yote, sawa. Kwa hiyo concept yake ni ile kama unavyo apply huko, unavyoweka ile dawa kwenye ngozi na kinywani inabaki ni hivyo. Na ni nzuri sana wakati asubuhi ukimaliza ukipiga mswaki usisukutue, na usiku tunashauri sana, ukishindwa basi walau hata usiku wewe, kwa sababu usiku unakaa muda mrefu sana. Kwa hiyo kunakuwa kuna shughuli nyingi sana zinaendelea ndani ya kinywa. Kwa hiyo uwepo ile wa ile fluoride inasaidia sana kuzuia haya meno yasiweze kutoboka.
Lakini pia hapo on top of that utatumia mswaki ambao ni mkubwa na kamba laini, na ule mswaki unatakiwa utumike ndani ya miezi mitatu. Ikizidi ndani ya miezi mitatu unatakiwa ubadilishe. How utabadilisha? Pale utapoona zile kamba za ule mswaki, zile nyuzi kwenye kile kichwa cha ule mswaki zikiwa zimesambaa, zimetawanyika, yani zimelala. Ukiona zimelala, usisubiri kafika miezi mitatu. Hata kama ni wiki mbili, nunua mswaki mwingine. Tunashauri zile kamba ziwe zimesimama wima. Kama hazijalala, uko vizuri, unautumia, lakini isizidi miezi mitatu. Ubadilishe mswaki mwingine. Na mswaki unatakiwa uwe laini, una kamba laini. Usitumie mswaki wenye kamba ngumu, kwa sababu unaweza ukawa unakwangua sehemu za fizi ambazo ni laini, mwisho wa siku ukajikuta unapata vidonda na kuzikata zikashuka. Zikishuka utaanza kupata ganzi mbaya sana mdomoni na vidonda wakati mwingine kujiumiza. Sawa, kuna swali pia nilikuuliza, vipi kwa wale ambao wanaotumia mswaki wa miti? Unatafuta mti ambao sio mchungu. Yes. Kwenye upande wa mswaki hakuna maelekezo zaidi kwamba utumie plastiki au utumie nini. Tunaangalia usahihi na uwezo wako kupiga mswaki. Kama unapiga sahihi na mswaki wako wa mti unaotumia unakuwa ni laini au kuchubui fizi na njia ni ile ile ya kusafisha, mswaki wa miti pia unaruhusiwa. Sio mbaya kutumia mswaki wa miti. Unaweza kuutumia endapo umetumia njia nzuri sahihi, ambavyo inakuwa ni sawa sawa na vile ungetumia ule mswaki wa dukani. Kwa sababu shida tunachokitaka kupata pale ni kile kitendo cha zile nyuzi zile kupita na kusafisha maeneo yale. Kwa hiyo hakuna sehemu iliyoandikwa kwamba mswaki wa miti ni mbaya na kutumia. Mswaki wa miti unaweza kutumia endapo unajua njia sahihi ya kutumia. Hivi ni matumizi sahihi sasa ya kutumia. Mara mtu mwingine sabuni, anaweza kama anaosha meno, sasa ile mkaa, hata mwingine anachukua ile mkaa anasugua. Kwa tunapofanya usafi wa kinywa na meno, tunashauri utumie dawa za meno, kwa sababu zile dawa zina madini ya fluoride. Sasa unaponyambia mkaa, chumvi, unakosa kitu. Na kitu unachokikosa ni yale madini ya fluoride ambayo ndio basis, yani ndio muhimili wetu sisi tunaotaka. Kwa sababu yale ndio yanafanya kazi kulinda kinywa chako. Kwa hiyo mtu anaotumia mkaa, sawa, kinywa kitakuwa kisafi, anaweza kasafisha kinywa kikawa kisafi kulingana na mahitaji yake. Lakini najua anakuwa anakosa kitu kimoja, anakosa ulinzi. Huo ulinzi unatokana na yale madini ya fluoride, kwa sababu sidhani kama kwenye mkaa utakuta yale madini ya fluoride. Unaweza usiyapate pia. Kwa hiyo sio sahihi. Natamani sana tuhusishwe au tushirikishwe sisi wadau na wataalamu wa kinywa wa upande wa kinywa na meno kuweza kutoa elimu kwa jamii yetu. Manake elimu ikifika, tutazuia haya madhara makubwa ambayo mtu atasubiri avimbe apate madhara makubwa kutokana na jino ndio aje hospitali. Lakini mtu huyu kama atapata elimu ile mapema na kwa wakati, basi anaweza akachukua tahadhari na hatua mapema na kuzuia hayo madhara yasije yakawa makubwa. Kwa hiyo cha kwanza ni elimu itolewe katika jamii, kwa sababu jamii yetu bado elimu yake watu wengi hawana uelewa bado huko chini sana. Alafu cha pili, nachoweza kushauri kwa ajili ya kuzuia haya matatizo ni kwamba wananchi wao wanaweza kufika sehemu ya hospitali, kwa mfano kama pale kwetu, kwa sababu sasa hivi hizi huduma za kinywa na meno zimesambaa sana, hadi SC center huku unakuta, zahanati huku unakuta kuna daktari, kuna vifaa wanatoa, sio? Kwa hiyo wananchi wao wanaweza kutembelea vile vituo kwa ajili ya kupata ushauri pamoja na uchunguzi, kwa sababu ushauri unatolewa na uchunguzi unatolewa, ili kuweza kuona kama kuna matatizo au madhara yanaweza kutokea au yakawakumba, ili waweze kuzuia hali hiyo mapema kabla haijaleta madhara makubwa kwa jamii. Na vyakula pia. Lakini pia nasisitiza pia waangalie mifumo ya maisha. Mfumo wa maisha nazungumzia lifestyle. Kwa mfano vyakula. Kwa mfano kwa watoto, mara nyingi unakuta watoto wanapewa sana hivi tunaita sukari mnato. Mara nyingi unaita hizi chocolate, biskuti. Alafu unakuta usafi unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo wazazi waangalie hivi vyakula. Kama mtoto anaweza kutumia hivi, basi atumie kwa kiasi, na wanashauri isizidi mara 5. Na hata ikitumika, kwa sababu watoto wanahitaji sukari pia, huwezi kumzuia 100%.
Na hata ikitokea imetumika, ni jukumu la mzazi kuhakikisha anamfanyia usafi mtoto angalau mara 2, asubuhi anapoamka na jioni baada ya mlo wa usiku kama anavyofanya. Kwa kutumia dawa za watoto ambazo zipo zina madini ya fluoride, Colgate na madini ya fluoride. Na wasisukutulishe watoto sana na maji, kwa sababu ile dawa itakuwa inawasaidia, kwa sababu mtoto huwezi kumlinda wakati wote, si ndio? Hiyo ni hatua nyingine tunaweza tukuzuia magonjwa ya kinywa na meno. Lakini pia nilikuwa na shauri pia watu wasiegemee sana kwenye hizi imani potofu, kwa sababu sasa hivi kuna kitu inaitwa ukeketaji wa viungo vya kichwa na meno. Kuna ile wanaita udata, wanaita menoplastiki zile. Sasa ile elimu bado haijafika sana kule kwa watu. Maana unakuta wakati mwingine hao watoto wanafanyia hivyo vitu na inafanyika kwa kificho na kwa kisiri sana. Na madhara yake ni makubwa sana. Mtoto analetwa hospitali, una imagine kashapoteza damu ya kutosha kwa sababu amekatwa udata. Bwana, amekata sijui wanaita kilimi, wanakata huko. Ile sio sahihi. Na jamii yetu inakuja kujikuta inaingia katika madhara makubwa sana wakati mwingine kuwapoteza hao watoto. Kwa hiyo mzazi, na shauri mzazi anapoona vitu kama hivi, anapoona anapata sintofahamu juu ya mambo haya na magonjwa ya kinywa na meno, ni vyema zaidi akamwona mtaalamu kwa wakati. Sababu mtaalamu ana jukumu la kujua ni nini kile na nini kifanyike na kwa usahihi, na nini na kipi sahihi na kipi sio sahihi, kuliko kuwapeleka tunawapeleka sana huku mitaani au kwenye jamii huku, tunawaficha, tunaenda tunawakata vilimi, tunawakata nini, mwisho wa siku wale watoto wanapata madhara makubwa, ikiwepo mojawapo kupata maambukizi ya bakteria, kupata maumivu makali na kutoka damu nyingi sana, ambapo mwisho wa siku mpaka anakuja kufikishwa hospitali hali yake inakuwa mbaya. Kwa hiyo niweze kuwashauri wazazi au walezi wanaokuwa na hao watoto wazingatie sana hivyo vitu, waepuke sana hayo mambo ya ukeketaji wa viungo vya kinywa, lakini pia wazingatie swala la usafi kwa watoto. Ninachotamani kuambia wagonjwa wanaosumbuliwa na kinywa na meno waweze kufika kwa wakati au wafike mapema pale wanapoona changamoto imetokea, au hata kama changamoto haijatokea anaweza kafika kwenye kliniki zetu pale kupata huduma zetu katika hospitali ya Rufaa. Kwa mimi nawakaribisha sana, huduma ni nzuri na vifaa tunavyo. Na nipende kuambia huduma tunazotoa katika hospitali yetu ya Rufaa ya Mkoa wa Katavi, naweza nikazitaja japo kwa haraka. Huduma ya kwanza, tuna huduma ya kuziba meno kwa kutumia dawa ya muda mfupi, yani tunaita temporary filling. Na tuna huduma ya kuziba meno kwa kutumia dawa ya muda mrefu, yani tunaita kitaalamu permanent tooth filling. Lakini pia tuna huduma ya kusafisha kinywa kwa wale ambao wanakuwa na uchafu kwenye kinywa, kuna utando wa njano kwenye meno na fizi, tunasafisha. Lakini pia tuna huduma ya kufanya check up pia na kutoa ushauri kwa wale wagonjwa wetu wanaofika pale. Lakini pia tuna huduma ya kung'oa meno kwa yale ambayo hayawezi kurekebishika au kutengenezwa kurudi katika hali yake. Lakini pia tuna huduma ya upasuaji wa uvimbe kwenye mataya na sehemu ya sula. Lakini pia tuna huduma pia tuna huduma ya x-ray. Tuna x-ray ya meno ambayo tunaita periapical x-ray. Pia tunafanya pale kwenye kitengo chetu. Lakini pia tunatoa huduma ya kuunganisha mataya kwa wagonjwa wetu, kwa mfano waliopata ajali, kuunganisha mataya yale. Mara nyingi wale waliovunjika, waliopata mivunjiko, tuna hiyo huduma pale kwetu pia. Lakini pia tuna huduma nyingine ambayo ni upasuaji wa haya majipu na haya mataya, pamoja na kutoa uvimbe kwenye mataya pamoja na sehemu ya sula, kwa hiyo ya sula. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wananchi wetu wote kwa ushauri, kwa uchunguzi, kwa huduma. Huduma zetu zimeimarika na unaweza ukafika ukatembelea pale ukaangalia hata mazingira yetu ni mazuri. Karibuni sana. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.